chaguzi zote. Kwa nchi yetu kuna chaguzi mara ngapi? Mara mbili. Uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Kwa mwaka jana, na kama taarifa ilipotolewa hapa, tulishinda na Simanjiro ilikuwa ya kwanza katika mkoa kwa kushinda katika vijiji vyote kwa 100% na vitongoji vyote. Tulipigia makofi wenyewe. Sasa wewe ule uliotumika kunyoa mwaka jana, maana yake ndio huo kutumika na mwaka huu. Lazima tushinde katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Madiwani wetu wao kwetu, mbunge awe wabunge katika mkoa, na hata wale wa viti maalum watokane na CCM. Na katika ngazi ya urais, chama kimekwisha fanya maamuzi ya kuwa na mgombea mmoja, na ndiye huyo Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi wana CCM tutakuwa na kazi moja tu ya kuhakikisha kwamba tumempa kura nyingi sana za ndio aweze kuendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio kwamba tumefanya maamuzi haya hivi, ni kwamba kitu alichokifanya Dr. Samia katika kipindi cha miaka 4 cha uongozi wake ni mambo ya kupigiwa mfano. Kwa hiyo tunataka tuendelee. Alichokifanya ni kizuri sana, na kizuri hicho tunataka tuendelee kwa nacho kwa kipindi kingine cha miaka mingapi? 5 kijacho, 2025 2030. Dr. Samia hoye. Kwa hiyo lazima tushinde. Sasa tunashindaje? Kwanza tuache ugomvi. Tuache nini? Ugomvi miongoni mwetu. Wanaochaguliwa ni wawili, diwani na mbunge. Kipindi tulichopo waliopo diwani na mbunge ni hawa. Yaani mpaka hapa tunapozungumza, hatuna mbunge mwingine, hatuna diwani mwingine. Wenye kutaka nafasi hizo wakati bado. Ndugu katibu na kamati ya siasa ya mkoa na taratibu zote za chama zinaelekeza hivyo. Ikiwa unajitokeza kabla tena katika hali ambayo haina saa, maana yake itakuwa umedisqualify mapema, umejiondoa mapema. Semeni umejiondoa mapema. Wanaopita kutaka udiwani kabla chama hakijaruhusu, wanaopita kutaka ubunge kabla chama hakijafanya nini, hakijaruhusu. Maana yake ninyi mmejipa ticket ya kuondoka mapema ulimwengu. Bwana makofi machache. Ndio panadolo. Wewe unataka tulia. Vuta subira ya vuta. Saa hizi bado. Lakini pia chama tunajiuliza hivi, mbona tuna kazi za kufanya za chama? Kwa nini tuache kufanya kazi za chama tulizopewa, au kazi za uwakilishi wa wananchi uliopewa, kulinda heshima yako na kuheshimu wale waliokupa dhamana hiyo, ukaiacha hiyo kazi, ukaanza kwenda kufanya kazi zingine? Kwa sababu wanapotoka kwenda kutafuta mambo ya ubunge sasa, maana yake ile kazi uliopewa ya kukiongoza chama kwa mfano,
kuacha, tushughulike nayo. Fanya kazi yako ya mwenyekiti, fanya kazi yako ya udiwani, fanya kazi yako ya ubunge mpaka wakati utakapofanya nini? Utakapofika. Msiache kazi zenu alafu mkaanza kufanya kazi ambazo zitakuletea kufuru. Hamjachelewa. Wakati ukifika utahangaika na chama kitafuata taratibu zake. Lakini tunataka viongozi bora. Tunataka viongozi bora, sio bora viongozi. Na safari hii tutakuwa makini kidogo kuhakikisha kwamba tunawapata viongozi bora watakaokwenda kuwasaidia wananchi, uweze kuunganisha watu, uweze kujenga umoja, uweze kufanya mambo ya msingi. Simanjiro kwa mfano, watu wana shida sana na maisha. Maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Sasa tunataka kiongozi ambaye anaweza kutusaidia katika ngazi ya udiwani kupunguza ukali wa ugumu wa maisha ya wananchi wa kawaida. Lakini sio kwamba wewe unaenda kuongezea. Unaenda kuongezea. Tayari mtu ana shida, wewe unaenda kuongezea. Hapana. Kwa hivyo ninyi wenyewe mtajipima. Si mnataka udiwani? Si mnataka ubunge? Mjipime. Halafu uende tu kwa sababu ni wanachama, una haki, nenda kachukue fomu, wala huzuiwi. Hata kama kila mtu anataka kuchukua, chukue. Lakini ujipime, kwa sababu kusema kweli lazima mchujo utakuwepo. Na mchujo, jicho pevu litapelekwa katika kuwasaidia wananchi. Waondokane na umaskini, waondokane na shida, tuondokane na hii migogoro yote ambayo ipo.